kisha Allah subhanahu wa ta'ala thanna bidhikri ma lilmuttaqin min al-ajri wal-mathuba wa maqamin amin faqala subhanahu innal muttaqin fi maqamin amin, hakika wenye kumcha Allah watakuwa katika makazi yenye amani. Maqam akipa amesomwa bidhammi almim vile vile fi muqamin amin, fi muqamin amin bimaana aliqama, فيكون المعنى إن المتقين في مقام أمين من الانتقال والارتحال عنه، تكون katika makazi kwenye ukazi wenye amani ambao hakuna kuhama na kusafiri. Fahum fi iqamatin daima fil janna, watakuwa katika makazi ya kudumu katika pepo. Kwa imekuwa ni amin, yakunu qawluhu amin wasfan limuqaddarin mahdhuf, ni wasfu wa muqaddar wenye kuondolewa pale. في موضع إقامة أمين، مقام بفتح الميم يعني في موضع آمن من الخروج منه ومن الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان وغير ذلك من المخاوف والآفات. ومعنى watakuwa katika mahali pa amani ambapo hawatatoka mahali hapo kwenye amani hiyo, bali patakuwa ni mahali pa amani kusalimika na maradhi, kusalimika na matatizo, al-ansab, kusalimika na huzuni na mengineyo mengi katika mambo ya hofu na mabalaa. Hakuna katika janna jambo lolote baya la kumdhuru mtu. Innal muttaqin, hakika wenye kumcha Allah, fi maqamin amin, watakuwa katika makazi yenye amani, kama kule katika al-Furqan aliposema ashabul jannati, watu wa peponi, yauma idhin, siku hiyo, khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila, kuna mahali bora pa kutulizana na mahali pazuri kabisa pa kupumzika. Ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. في مقام أمين أي nyingine zimekuja kutafsiri kuhusu maqam amin. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, hakika wenye kumcha Allah watakuwa katika makazi yenye amani, katika bustani na chemchemi. Watakuwa katika bustani zao, muqamuhum fi basatina wa uyuni ma, makazi yao yatakuwa kwenye mabustani, garden zile na chemchemu za maji, watakuwa hapo. Yalbasuna min sundusin, watavaa hariri nyepesi. Sundus ni ile maraqa min alharir, alharir alraqiq alnaim, ndio yaitwa sundus. Wa istabraqin, na hariri nzito, alghalidh allami' albarraq, hariri nzito yenye kumeremeta, yenye kutoa mwangaza, kama kule katika al-Kahf aliposema yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq, na watavaa mavazi ya kijani yatokanayo na hariri nyepesi na hariri nzito. Al-Hajj kule anasema walibasuhum fiha harir, na mavazi yao, vitambaa vyake vile vya mavazi yao ni harir safi kabisa. Duniani ni haramu lidhukuri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni haramu kuvaa hariri kwa wanaume wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa duniani, lakini huko akhira ndio mavazi ya watu wa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na sisi tuwe katika watu hao. Mutakabilin, hali ya kuelekeana, wanapokaa yule kakaa pale kakaa kule, wanatazamana. Mutawajihin, yuqabilu ba'dhum ba'dhan bilwujuh fala yajlisu ahadun minhum wa dhahru ila ghayrihi, kiheshima na adab, kwa sababu hakuna udhia katika aljanna. Kwa kila mmoja katika ihtiram na adabu za hali ya juu, hakuna kuudhiana. Kadhalik
kadhalika wazawajnahum bihurin 'ain kadhalika tutawaozesha wao hurul 'ain وزوجناهم بنساء نقيات البياض شديدات بياض العين ما قوة سوادها tutawaozesha wao wanawake walio wasafi wenye macho meupe na yenye weusi uliokolea ndio hurun 'ain tutawaozesha wazawajnahum ay qaranna bihim tutawakutanisha wao tutawaozesha wao tutawapa wao kadhalika wazawajnahum bihurin 'ain kadhalika tutawaozesha wao hurul 'ain barakallahu fik kama ilivyokuja katika tur muttakiina ala sururin masfufa wazawajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin watataka humo يطلب المتقون في الجنة بكل فاكهة وكل تunda kusema fakiha kwa maana ya tunda fakiha kwa maana ya starehe wataagiza tu aminin hali yakuni wenye amani yani kila ma yashtahunahu min anwa'i alfawakih fatatihim fi kulli hin aminin fi min nafadhiha aw inqita'iha وآمنين من أن ينالهم من أكلها ضرر أو يلحقهم أذى كما أنا وتتاكا wataitisha katika aljanna kila aina ya starehe yakiwemo matunda kwa aina zake mbalimbali yatawajia au zitawajia starehe hizo katika kule wakati ambao wao wanahitajia si kwamba subiri dakika 15 tutakufanyia toa oda kwanza la ukitaka hapo hapo utaletewa na utakuwa na amani kwamba wewe unataka tini au unataka zabibu ile imeisha hakuna jambo hilo iko kila wakati na watakuwa ni wenye amani vile vile na kukatika kwake kwa maana kwamba matunda hayo hayakatiki hayeshi hayana msimu lakini pia watakuwa na amani ya kutokupata madhara kwamba hawatadhurika pengine labda ni kila tunda fulani basi tumbo litauma utafanya kadha meno utakufa ganzi hakuna mambo hayo katika aljanna utashiba sana utavimbiwa hakuna kitu hicho hakuna udhia wote utakaowapata la yadhuquna fiha almauta na hiyo ndio jambo kubwa kabisa na ndio starehe ya watu wa peponi hawataonja humo mauti hawataonja mauti humo hakuna kifo la yadhuquna fiha almauta hawataonja mauti humo hakuna kufa illa almautata alula isipokuwa yale mauti ya kwanza duniani washayapita yale sasa hakuna kifo tena illa almautata alula isipokuwa mauti ya kwanza ya duniani hakuna kufa la yadhuqu almuttaquna fil jannati almauta abadan illa almautata alula allati matuha min qablu fi dunya kama anavyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha sara ahlul jannati ila aljanna wa ahlun nari ila an-nar utiya bil maut hatta yuj'ala bayna aljannati wan nar thumma yudhbah watakapokuwa washaingia watu wa peponi katika pepo na watu wa motoni washakuwa katika moto yataletwa mauti yatawekwa katikati ya pepo na moto kisha mauti yale yatachinjwa thumma yunadi munadi kisha ataita mwenye kuita atapiga ukelele atatangaza ya ahla aljannati la maut wa ya ahla an-nar la maut enyi watu wa peponi hakuna kifo enyi watu wa peponi hakuna kifo na enyi watu wa motoni nyinyi pia hakuna kifo fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim watu wa peponi itazidi furaha itawazidishia wao furaha juu ya furaha yao wayazdadu ahlun nari huznan ila huznihim na itawazidishia watazidi watu wa motoni huzni juu ya huzni yao hizi itakuwa mara mbili au zaidi ya hapo kwa kuambiwa kwamba hakuna kufa ambako wao watu wa motoni wanakutamani ya malik liyaqdi alaina rabbuk Malik Mola wako ahukumu mauti juu yetu sisi
atuandikie tufe tu basi yaishi haya, kwa sababu katika moto hao la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha. pia nyingine nasema la yamutu fiha wala yahya, hata kufa umo wala hata kuwa hai, kwa baina baina, au kama roho yatoka au kama yani hayuko hai hayuko, lakini adhabu anaisikia ile alam yake. Anasema katika hadithi nyingine, hii hadithi ya kwanza akhrajahu ash-Shaykhan al-Bukhari wa Muslim. Hadithi ya pili ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu amesema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil mauti yawm al-qiyamati kaannahu kabshun amlah, mauti yataletwa siku ya kiyama kana kwamba ni kondoo ambaye ana rangi ya kijivu, awraq aghbar, yani ni weupe uliochanganyikana na weusi, kwa maana ni rangi ya kijivu. Ataletwa pale, fayuqafu baina aljannati wan nar, tasimamishwa kati ya pepo na moto. Fayuqalu ya ahla aljanna hal ta'rifuna hadha, wataambiwa enyi watu wa peponi, mnamjua huyu? Fayashra'ibuna wa yanzurun wa yaquluna na'am, watanyanyua vichwa vyao, maana yashra'ibun, watanyanyua vichwa vyao na watamtazama na watasema ndiyo tumjua, hadha almaut, huyu ndiyo yule mauti tulikutana naye siku ile wakati tunatoka duniani kuja akhira, huyu tumjua. Wayuqalu ya ahla an-nar hal ta'rifuna hadha, na wataambiwa watu wa motoni, enyi watu wa motoni, mnamjua huyu? Utaulizwa. Fayashra'ibun, na wao watanyanyua vichwa vyao, wayandhuruna, watatazama, wayaquluna na'am hadha almaut, utasema ndio tumjua, huyu ni mauti. Fayu'maru bihi fayudhbah, pataamrishwa pale achinjwe. Thumma yuqal, kisha patasemwa ya ahla aljannati khuludun fala maut wa ya ahla an-nari khuludun fala maut, patasemwa enyi watu wa peponi ni maisha milele, mtaishi milele, hakuna kifo. Watu wa peponi ni kuishi milele, hakuna kifo, na watu wa motoni nyinyi ni kuishi milele, hakuna kifo. Walhadithu kadhalika akhrajahu ash-Shaykhan wa hadha lafdhu Muslim. Na hadithi nyingine zimekuja, wa waqahum adhab al-jahim, na atawakinga wao na adhabu ya moto. Katika fadhila za watu wa peponi, Allah subhanahu wa ta'ala ataweka wiqaya na kinga dhidi ya moto. Najja Allahu almuttaqina min adhabi an-nar fasarafahu anhu fadlan min rabbik, wa waqahum adhab al-jahim, na atawakinga wao na adhabu ya moto, fadlan min rabbik, kwa fadla zitokazo kwa Mola wako. Fadlan min rabbik, kwa fadla zitokazo kwa Mola wako. Dhalika huwa al-fawzul azim, dhalika huwa al-fawzul azim, na huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Asema hizi ni fadhila za Allah, na hii ushahidi ile hadithi ambayo ameipokea al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. qalu ya rasul Allah wala ant, qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakututhibitishia kwamba hakuna yoyote ambaye amali yake tu ndio itakayomsaidia, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaulizwa Mtume, hata wewe pia ya Rasulullah? Akasema hata mimi pia, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akinifunika na rehma kutoka kwake na fadhila. Ndio maana akasema fadlan min rabbik, kwa fadhila zitokazo kwa Mola wako. Dhalika huwa al-fawzul azim, na huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Kitaka mtu kuona kwamba amefanikiwa, ni hiyo siku ikawa amesalimika na al-nar, na moto Allah subhanahu wa ta'ala, na adhabu za Allah na khizi ya akhirah, akaenda katika aljanna, kama anavyotuambia Allah subhanahu, faman zuhziha 'anil nar
wa udkhila aljannata faqad faz, yoyote atakayeepushwa na moto akaingizwa peponi, huyo ndiye aliyefaulu. Fa innama yassarnahu bilisanik. Allah subhanahu wa ta'ala لما بين الدلائل وشرح الوعد والوعيد قال فإنما يسرناه بلسانك, hakika hapana vingine tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa lugha yako. Fa innama, hakika hapana vingine, yassarnahu, tumeifanya nyepesi hiyo Qur'ani, bilisanika, kwa lugha yako, la'allahum yatadhakkarun, huenda wao wakaonyeka, huenda wao wakaadhika, yani wakapata mauidha kupitia hii Qur'an. Fa innama sahalna ala an-nas ya Muhammad hadha al-Qur'an wa yassarna lahum bayanahu bilughatika al-arabiyyah allati hiya afsahu al-lughat la'allahum yafhamuna ma'aniyahu wa yatta'idhuna bi'idhatihi wa ya'maluna bihi. Tukaifanya Qur'ani kuwa ya Kiarabu kwa lugha yako, ndio lugha nyepesi ambayo watu wote wanaweza kuitumia katika kuisoma Qur'an. Kwa hiyo yoyote anataka kujifunza Qur'an ataikuta nyepesi, akijizoesha ataikuta nyepesi. Kila unapozidi kuisoma ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyoilainisha na kuiepesisha katika ulimi, na inakuwa nyepesi pia vile vile kuhifadhiwa, lakini pia nyepesi kutoka, ukiacha inakuacha mara moja. Qur'ani haitaki kupuuzwa, ukiipuuza inaondoka, ukiipatiliza yaja, nyepesi tu, wewe ipatilize tu. Fa innama yassarnahu bilisanika, hakika hapana vingine tumeifanya nyepesi hiyo Qur'ani kwa lugha yako, la'allahum yatadhakkarun, huenda wao wakawaidhika, huenda wao wakaonyeka, kama anavyosema katika Maryam, fa innama yassarnahu bilisanik litubashshira bihi almuttaqin wa tundhira bihi qauman ludda, wa tundhira bihi qauman ludda. Au nasema wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Ash-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hii Qur'ani iwe katika lugha ya Kiarabu. Imekuja katika kisomo wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika liyakuna ay liyakuna al-Qur'an min al-mundhirin, ni katika venye kukhofisha, au litakuna anta ya Muhammad min al-mundhirin. Kwa hiyo nasoma kwa njia zote mbili, bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu iliyo fasaha, iliyo wazi. Mubin kwa maana ya bayyin, kadhalika mubin kwa maana ya mubayyin, wa mudhhir kwa maana kwa lugha ya Kiarabu yenye kudhihirisha maana. walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir fartaqib, basi ngojea, tarakab ya Muhammad ma yahullu bihi min aladhabi walhalak, ngoja subiri uone kile ambacho kitawafikia wao katika adhabu na maangamivu. Innahum murtaqibun, hakika wao pia ni wenye kungojea. Innahum, hakika wao, murtaqibun, ni wenye kungojea. Lakini wayakuluna mata hadha alfathu in kuntum sadiqin, wanasema fathu hii itakuwa lini mkiwa nyinyi mnasema kweli. Qul yawma alfathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, siku ya fathu haitawasaidia chochote makafiri, hakutakuwasaidia chochote makafiri kuamini kwao, wala hum yunzarun, na wala wao hawatangojewa. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun, wapuuze tu na ngoja, hakika wao ni wenye kungoja. Huo ndio mwisho wa sura hii adhim, suratu الدخان. تمت بحمد الله تعالى. والباء بلسانك للسببية، بسبب لغتك العربية،
وفي إضافة اللسان إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم عناية بجانبه وتعظيم له، وإلا فاللسان لسان العرب، بلسانك تعظيم وتشريف يمتوم صلى الله عليه وسلم. ولعل مستعملة في التعليل أي من أجل أن يتذكروا به، لعلهم يتذكرون. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. katika darasa yetu tukufuata kesho insha Allah tutamalizia au tutasoma suratul Jathia. Thumma nanzur tutatazama baina ya kuteremka na hizo ahqaf mpaka tutakapoishia, pamoja na kwamba tushazisoma, lakini najua watu wengi hawadhibiti, na yote ni kwa sababu nakwambia si rekodi iko imerekodiwa, kwa atatafuta huko kwenye kurekodiwa, akirudi kwenye kurekodi anambia ile haipo, hiyo ilipotea, ilifutika. Kwani kuna ngapi zimepotea? Sasa ni ujinga mkubwa sana wa mtu kushindwa kudhibiti masaili ya kielimu anayosomesha kwa sababu kuna rekodi ambayo wakati wote za kupotea, na mtu yuko kwenye darasa lakini hapatilizi. Sasa tumesoma sisi kutoka Ahqaf mpaka Nas, lakini waliodhibiti ni wachache sana. Tukiziuliza baadhi ya ayati tulizosomesha hapa, nadhani asilimia kubwa itakuwa hawakumbuki. Kwenye surati Muhammad, kwenye Dhariyat, kwenye Al-Qamar, huko kwenye Tur, ukiuliza, bali hata katika juzwa ya amma, kuna mtu talibu ilmu ukimwambia asimame tafsiri juzwa wa amma hawezi, talibu ilmu sheikh. Sasa haya ni maajabu kabisa. Kimpa nafasirie hii wal mursalati urfa, fanya tarjama hawezi, lakini ni shekhi. Sasa aoni kwamba hiyo ni shida, amuoni kama ni shida hiyo. Na sisi tunajua kwamba tarjama nyingi za Qur'an zilizoandikwa kwa lugha ya Kiswahili, nyingi, sisemi zote, nyingi hazihudumii madhhabi ya salaf, nyingi hazihudumii madhhabi ya salaf. Yani kwa maana ya kwamba ziko akhta nyingi tu kutokana na waandishi, Allah Allahu anhu, kutokana na mazingira walioishi, waliokulia, walivyosomeshwa, juhudi kubwa wamefanya, lakini hazihudumii madhhabi ya salaf. Hilo mlijua wala halina upinzani. Sasa mbona kile ambacho tusomeshwa tumetoka, ina maana ukiunganisha kutoka tulipoanza katika Safat mpaka Nas, una juzu ngapi? Naam, 8 takriban, juzu 8. Lakini hapa tumesoma pia Baqara, tumesoma Ala Imran, tumesoma An-Nisa, tumefika wapi mwisho? Al-Maida tumesoma, tumefika mpaka Tauba, sio? Naam, tumefika mpaka Tauba, lakini sidhani kama mnakumbuka. Nyingine tumesomesha Ramadhani. Sasa سورة يوسف، سورة ماذا؟ sura nyingi tumesomesha katika mwezi wa Ramadhani. Baadaye tukaamua sasa kufuata tasalsul ya kusoma mpaka Ramadhani iliyopita. Tumesomesha sura gani? At-Tauba, Tauba, Anfal na Tauba. Tumetoka huko tumefika Anfal na Tauba, kwa sababu ile kabla tulisoma Maida, Al-A'raf, tulisoma A'raf, tulisoma Al-An'am, tulisoma Al-Maida, na pengine tukaendelea tena na Yunus na kwenda mbele. Lakini hizi darasa za Ramadhani watu wengi wanakuwa hawapo. Lakini nazungumza darasa hizi baina
al-maghrib wal isha darasa zimehusishwa kwa ajili yenu. Sasa ibaki sura moja tu Jathia, tutaangalia maslaha, tutawasikiliza viongozi hapo tutasemaje, watashauri vipi, turudie tena twende Ahqaf mpaka tushuke huko chini au tupande twende zetu Yasin na kuendelea mbele. Tutaangalia ushauri wao insha Allah. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.